kuweza kuiombea nchi yetu amani na utulivu. Nimepewa dakika chache kwa ajili ya kuweza kuwasilisha maneno machache ambayo yanaweza yakatufaa na ujumbe ambao tunaweza kuondoka nao. Ndugu zangu, tunatambua ya kwamba amani ndiyo kitu pekee ambacho kimeweza kutufanya sisi Waislamu na ambao sio Waislamu tuliokusanyika katika mkusanyiko huu. Tunatambua ya kwamba mkusanyiko huu umekusanya watu wa madhehebu tofauti na watu wa dini mbalimbali, lakini kilichoweza kutukusanya hapa ni kitu kinaitwa amani. Lakini ukiacha amani, ni ule upendo na ushirikiano tuliokuwa nao wa Tanzania katika taifa letu. Ndio maana leo mnaona tumeweza kuchanganyika mahala hapa, Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Lakini tumeweza kukutana hapa makabila mbalimbali kwa sababu ya utamaduni wetu wa Tanzania. Kwa hiyo hili ni jambo la kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, la kumshukuru Mungu sana kwamba Watanzania utamaduni wetu kuwa ni kitu kimoja. Vijana wenzangu Waislamu na wasiokuwa Waislamu tuliokutanika katika mkutaniko huu, kila mmoja inatakiwa awe balozi wa kuweza kuhubiri amani baada ya kuondoka baada ya mkusanyiko huu. Tunatambua nchi yetu imepita katika misukosuko mingi sana hapa katikati, lakini sisi kama vijana wa taifa hili tuna wajibu wa kuweza kusimama imara, kuweza kuijenga nchi yetu, kushirikiana na kuweza kutoa sapoti kwa serikali yetu ili kuweza kuifanya nchi iweze kuwa na usawi mzuri. Ndugu zangu, vijana wenzangu, sisi kama vijana tuna wajibu mkubwa sana katika kuijenga nchi hii. Ukitazama katika historia, wako vijana wenzetu waliopita ambao waliweza kutoa ujana wao, wakaweza kumaliza ujana wao kwenye kuijenga nchi hii. Ukisoma katika historia, baraza la kwanza la mawaziri katika nchi hii, wengi wao walikuwa ni vijana. Wakina Oscar Kambona, ukiwasoma wakina Tewa Saidi Tewa. Oscar Kambona alikuwa ni waziri wa mambo ya ndani, na wakati anapata uwaziri alikuwa na miaka 33. Alikuwa ni kijana mdogo sana. Lakini ukimsoma Tewa Saidi Tewa, alikuwa ni waziri wa ardhi wa wakati huo, alikuwa na miaka 29. Lakini ukimsoma makamu wa rais wa kwanza katika nchi hii ambaye ni mzee Rashid Mfaume Kawawa, alikuwa na miaka 35. Wakati huo mzee Nyerere alikuwa na miaka 39. Kwa hiyo ukiangalia katika historia, wazee wetu wa miaka hiyo ambao walikuwa ni vijana waliweza kuitengeneza Tanzania katika ushirikiano na kupendana, wakaijenga mpaka leo nchi imefika hapa. Neema tunayoiona leo ya amani na utulivu na kupendana ni matunda ya vijana waliopita miaka iliyopita. Wao waliweza kutumia ujana wao vizuri kwenye kuijenga nchi. Wito wangu na ujumbe wangu kwa vijana wenzangu Waislamu na wale ambao sio Waislamu, tusiwe mstari wa mbele kwenye kuibomoa na kuiharibu nchi yetu. Hii ni tunu ambayo tumeletewa na wazee wetu, tumeletewa na walimu wetu, tumeletewa na viongozi wetu. Ukisoma katika historia, neema unayoiona leo Tanzania, tunapanda mwendo kasi, tunapanda ndege, tunakwenda Rufiji kwa haraka. Zamani ukiwauliza kina mzee Jongo, Rufiji ilikuwa ni mwendo wa siku nzima au siku mbili huko njiani. Lakini leo unaweza kwenda Rufiji kwa muda wa dakika 45 30 umefika Rufiji. Zamani ukitaka kwenda Msanga Ngongele nyumbani kwetu unatumia siku mbili nzima huko njiani. Lakini leo unachagua gari gani upande kwenda Msanga. Kwa hiyo hizi ni neema ambazo watu wengi ukiwauliza wa miaka ya nyuma watakwambia ni namna gani Tanzania imeweza kupiga hatua. Tusidanganywe vijana wenzangu wa Kiislamu na wale ambao sio wa Kiislamu, tukaambiwa kwamba nchi yetu haina maendeleo. Nikitazama kwa mbali na waona wakina mama mmevaa madela mazuri, mmevaa madashidashi mazuri, mmevaa maabaya. Zamani bibi zetu walikuwa wanavaa kaniki.
zilikuwa ndio nguo za thamani na gharama kwa miaka hiyo. Leo ukimletea mtu kaniki mtagombana, atakuona mchawi. Zamani wazee wetu walikuwa wanavaa vitambaa vya sanda. Zamani ilikuwa ukikutwa na sukari kilo 4 unapewa kesi ya uchumi. Zamani ilikuwa ukionekana una baiskeli inaonekana wewe ni tajiri. Kwa hiyo ukiitazama Tanzania ya leo na miaka iliyopita, Tanzania hii ina maendeleo makubwa na ina neema kubwa sana kufananisha na miaka ya nyuma ambapo wazee wetu maisha walioishi. Zamani ilikuwa wazee wanakwenda kupanga foleni kwa ajili ya unga wa njano. Njaa ilikuwa inatawala, unga wa njano ulikuwa na thamani. Lakini leo mahindi ya njano watu wanatumia kulishia ng'ombe, lakini zamani kilikuwa ni chakula, watu walikuwa wakipanga foleni. Kwa hiyo kuna maendeleo, tusidanganywe na maneno ya watu mbalimbali wanaokuja kutudanganya kwamba hakuna haki, hakuna maendeleo. Sio jambo la kweli. Yuko mwanafalsafa mmoja aliwahi kusema neno haki linakuja katika mtazamo wa haki, lakini inawezekana nyuma yake kuna watu wanabatili wameificha kwenye neno haki. Kalimatul haqi urida biha batil. Inawezekana ukaambiwa haki, lakini kumbe inawezekana nyuma kuna watu wanabatili wameificha. Inawezekana kuna watu wana agenda za kisiasa. Inawezekana kuna watu wametumwa kwa malengo ya kuja kufanya sabotage kwenye nchi yetu ya kiuchumi. Kwa hiyo tusidanganywe tukaaminishwa kwamba hakuna haki au hakuna maendeleo. Tufanyeni kazi, tupambane kwenye kuijenga nchi yetu. Sisi ndo vijana wa Kitanzania ambayo inatakiwa tuweze kusimama imara kwenye kuijenga nchi yetu. Tusiwe mstari wa mbele kwenye kuibomoa nchi yetu, kwa sababu ujana wetu utakuwa hauna athari yoyote. Wazee waliopita, vijana waliopita, athari yao inaonekana. Ndio maana leo mnaiona Tanzania ya amani. Ndio maana mnaona neema zote hizi, kwa sababu kuna watu ujana wao waliutumia kwenye kuijenga nchi hii. Mwisho nimalizie ujumbe wangu kwa vijana wa Kiislamu na msiokuwa Waislamu. Kuna tishio limekuja la tarehe 9. Kuna baadhi ya watu wanahamasisha vijana waingia barabarani kwenda kuandamana. Vijana wenzangu wa Kiislamu na wale ambao sio wa Kiislamu, katika moja ya kitu cha ajabu na cha hatari zaidi, wale ambao wanatuhamasisha sisi kuingia barabarani kwenda kuandamana, kuharibu nchi yetu, kuharibu miundombinu yetu, wao hawapo katika nchi hii. Lakini pia wao hawapo front line, hawapo mstari wa mbele. Wanatuhamasisha sisi tukaharibu nchi yetu, tukaharibu miundombinu yetu, tukaharibu taswira ya nchi yetu kimataifa. Hii ni katika moja ya sabotage kubwa sana tukikubali kuingia kufanya maandamano kwa lengo la kwenda kuharibu nchi yetu. Kila mmoja akitoka hapa awe ni balozi wa kwenda kumwambia mwenzie kwamba sisi kama vijana wa Kitanzania tuna wajibu wa kulinda taifa letu kwa gharama yoyote, na wala haiwezi kuwa wajibu kwa kijana wa Kitanzania kuiharibu nchi yake. Yako mengi yatazungumzwa. Nimegewa dakika 6 niweze kuwasilisha lile ambalo Mwenyezi Mungu amenikadiria kuweza kuliwasilisha. Ujumbe wangu kwenu kama vijana wa Kitanzania, tusishikwe masikio. Kila mmoja atambue kwamba hii ni neema, na kila mwenye neema anahusudiwa. Hakuna anayependa kuiona Tanzania ipo katika mtazamo huu. Kwa hiyo ondoka na ujumbe huu, kuwa balozi, nenda kamwambie kijana mwenzio kwamba hatuandamani, hatuingii barabarani, tutapambana kuijenga na kuweza kuithamini nchi yetu kama walivyotuachia wazee wetu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante sana.